Biashara ya vyombo, biashara ya home decors, biashara ambazo zinafanania na vitu hivyo, biashara ambazo zinaenda kufa. Nitakupatia sababu kwa nini zinaenda kufa. Miaka hivi karibuni au siku za hivi karibuni imebuka trending ya kitu kimoja tunakiita mnada. Nadhani unafahamu au kwenye mkoa wako huko uliko ushaikuona hicho kitu. Wafanyabiashara mbalimbali wa China wanaochukulia bidhaa China kuja Tanzania wanauza bidhaa zao au wanauza mali zao kupitia minada. Wanazunguka mkoa baada ya mkoa wakiwa na makontena ya bidhaa. Sasa hii kitu kina athari kubwa sana, hasa kwa wale wafanyabiashara ambao wapo katikati ya miji hizo, sehemu ambapo zinafanyika minada. Labda mimi ushauri wangu kwa watu ambao wapo wanauza bidhaa za stili kama hiyo, biashara ya vyombo, biashara ya home decors, zaidi labda pengine waangalie yale maeneo ya vijijini au maeneo ya ndani kidogo. Hiyo itasaidia kupanua wigo wao wa biashara, na wakisema wategemee kuuza mjini kidogo, mzunguko lazima upungue, kwa sababu sasa hivi ukienda hata kwenye minada unakuta wamejazana watu. Na hii wamejazana watu ni kwa sababu gani? Wapo wafanyabiashara mimi ambao wanachukua bidhaa, lakini pia wateja wale end consumers ni wengi sana. Wanataka nini? Wanataka bidhaa kwa bei ndogo. Mfano kiti kidogo cha mtoto cha kukalia kama hiki kwenye mnada, na nadhani mimi nilikipata kwa shilingi 65,000 tu. Wakati huo ukienda madukani unakuta kiti kama hiki kinachezea 120,000, 160,000. Sasa unadhani watu wakishagundua kwamba bidhaa fulani au kitu fulani kinapatikana kwenye mnada, unadhani atakuwa na haja ya kusema aingie dukani anunue, na wakati anaweza kupata kwenye mnada? Na kwenye miji mingi mikubwa unakuta kwa mwezi imefanyika minada hata 3, 4, 5 kwenye biashara mbalimbali. Sisemi kwamba biashara zitakufa kabisa, kufa haziwezi kufa, lakini zitashuka sana kwa maana ya mauzo ya jumla. Kwa maana ya mauzo ya jumla, kutokana na tofauti na ilivyokuwa zamani. Zamani ilikuwa kwenye biashara mkoani anaenda afunge mzigo kwenye yale maduka ya jumla Kariakoo, then ndio aje kuuzie mkoani. Sasa wale wafanya biashara wa wameona maduka yao makubwa ya Kariakoo na sehemu nyingine wameona pengine bado kama wauzi hivi. Sasa sisi wameamua kutufuata wateja mikoani huko kutuliko. Kwa hiyo manake kwa lugha nyepesi naweza kusema kwa namna fulani wanaharibia biashara wafanya biashara ambao wanauza bidhaa kama hizo waliopo mikoani. Kwa hiyo kwa wewe ambaye upo kwenye hii industry ya kuuza vyombo au kuuza home decors, kuuza sijui mapazia, kuuza sijui majiko ya umeme, sijui mablender manini, watch out. Either na wewe upambane ujue namna gani utafanya minada, lakini kama mtaji mdogo, angalia namna kujitanua mapema, ukajenge jina pembeni mazingira ya vijijini ambako kuna mizunguko, vijiji ambavyo vina mizunguko ya pesa. Hii itakusaidia kujenga jina mapema kuliko uendelee kukomana mji, wakati miji sasa hivi inatekwa na hawa ndugu zetu wanaofanya minada. Wanafunga bidhaa China, wanakuja kutuzia vitu kwa bei ya kugaragara kabisa. Mimi nimeiona hiyo trend, sijui wewe umeionaje hiyo trend? Unaweza kaniambia hapo chini kwenye comment, ili kuwasaidiana wengine pia, kwamba je, waendelee kukomaa kuuza hizo bidhaa bila kukata tamaa, au wakae mguu nje mguu ndani kuangalia alternative way.